Kwa hiki ambacho nakisikia ndani ya klabu ya Simba kwamba kuna mvutano, kuna mgogoro, kuna kitu ambacho upande wa mwekezaji na upande wa mwenyekiti wanakigombea katikati hapa, itaweza kukwamisha hizi harakati za kwenda kwenye transformation. Kuna kitu ambacho hakijakaa sawa mpaka sasa. Lakini siku za hivi karibuni tuliona kabisa Mo Dewji yuko na Elie Mpanzu pamoja na bodi ya wakurugenzi pamoja na CEO wako pale wanamsainisha Elie Mpanzu kibisawala. Kuna maswali ambayo unaweza kujiuliza hapo. Mo Dewji ni muda gani na kwa mchezaji gani alishawahi kuhusika moja kwa moja kwenda kusimama mbele na kusainisha wachezaji? Ni muda mrefu, inawezekana sana, lakini kwa mazingira ya hivi karibuni hatujai kuona. Kwa nini sasa ameenda kusimama mbele ya Elie Mpanzu kibisawala na kukaa mbele kwenda kusainisha kuongeza mkataba wa Elie Mpanzu kibisawala? Pale kunaonekana kuna shida ambayo mimi binafsi najaribu kuchungulia kwenye mazingira aliyopo sasa hivi sana. Hii ni Like Media, kama ambavyo mnafahamu, tunapata nafasi ya kupiga story, michapo na mambo kadha wa kadha. Mimi kama ambavyo mnafahamu, mimi naitwa Lugano Israel. Kiniita mzee wa black and white, kwa hujakosea, kwa sababu tuko hapa kwa sababu ya kuzungumza mengi ya kimichezo. Bwana, kitu kikubwa ambacho nataka leo tuzungumze ni kuhusiana na transformation ya Simba ambayo takribani sasa hivi ni kama mwezi mmoja sasa hivi toka msajili wa vyama vya michezo Abel Ngilangwa alipokuwa amewakabidhi Simba hiyo katiba. Mpaka sasa kimya kimekuwa kingi sana. Kuna maswali mengi ambayo nataka kujiuliza. Kwa nini kimya kimekuwa kingi sana kwenye swala la katiba? Of course tunajua katiba ilipitishwa na Simba kama viongozi walisimamia kwenye mkutano ukapitishwa na wanachama wakapitisha, licha ya kwamba kulikuwa na sitofahamu ambazo ziliibuka, lakini tunasema ilipitishwa kwa sababu tayari ishapelekwa kwa msajili na msajili karudisha kwenye mikono ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa wakati huu ambapo tunazungumza kwamba kwa maana ya mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, yeye ana katiba yake mkononi ambayo ina mabadiliko ambayo yanaenda kwenye transformation. Maswali yanakuja ni mengi sana. Huu muda ambao kumekaa kimya, ni hatua gani ambazo zinafanyika? Na je, katika hatua hizo kuna umuhimu wa wanachama pia wakafahamu kinachofanyika, au kuna umuhimu wa viongozi tu wapambana wenyewe kimya kimya? Pengine ni stage gani ambazo zinatakiwa kufanyika? Kwa sababu kama umepokea katiba, nadhani kulikuwa na haja ya kwenda kuwasomea wana Simba kuhusiana na kile kitu ambacho kilienda kupitishwa kwa msajili. Najua kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa vinabadilika ukipeleka kwa msajili, kwa sababu pia kuna wanasheria, kuna kauli ambazo pengine anaweza kukwambia uliandika neno fulani, anaweza kukwambia badilisha, mfano shall andika will, ili kuwepo na maana halisi ya kile kitu ambacho umekifanya. Lakini wanachama pia wana haki ya kufahamu kwamba hiki kimebadilika, hiki kwa sababu gani. Lakini kuna tetesi ambazo zinasema kuna baadhi ya mabadiliko machache ambayo yako humo ndani, huenda yakawa na vitu ambavyo pia wanachama wangehitaji pia kuvifahamu. Lakini kuna issue ambayo mpaka sasa hivi ambayo wanachama wanajaribu kujiuliza baadhi ya moja. Sawa, ilipatikana katiba, mwenyekiti wa klabu ya Simba hana kitu chochote cha kuambia wanachama kupitia njia tofauti, hata kama sio mkutano, kuhusiana na stage ambazo zinaendelea kwa sasa hivi, au management itabidi iendelee kuwa kimya, kufanya kimya, kwa sababu kuna vitu ambavyo vilikuwa vina maelekezo kutoka kwa mwanasheria mkuu. Vitu hivyo vilielekezwa kuhusiana na mabadiliko. Kwanza, bodi ya wakurugenzi ya Simba ambayo ilikuwa inaundwa na Simba Sports Club Holding Company, ni kwamba ilikuwa imeshavunjwa kwa maelekezo ya FCC, kwamba yani haina mamlaka tena kufanya chochote sasa hivi ndani ya Simba. Kwa hiyo iliyobakia ni upande wa mwekezaji, lakini pia na upande wa Simba. Lakini ile bodi ya wakurugenzi, manake joint venture ya pale juu tayari haipo.
Lakini ukiona kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea ndani ya Simba bado vinaopaleti. Hilo ndio swali ambalo naliuliza. Vinaopaleti kwa namna ipi? Ni kwamba tunaona kwa upande wa bodi ya wakurugenzi ya Simba bado inaonekana inafanya majukumu ambayo ni ya Simba, ambayo kama FCC waliagiza, kwa maana kutokana na ushauri pia wa mwanasheria mkuu na hatua ambazo zimefanyika, manake bodi ya wakurugenzi ya Simba tunategemea kwamba lazima ikae pembeni ili kuwepo na muundo mpya tena wa klabu ya Simba kuelekea kwenye uwekezaji ambao unatakiwa, kwa maana ya transformation. Sasa kuna vitu ambavyo naviona ni kama haviko sawa, haviko sawa kwenye hatua ambazo zinaendelea sasa hivi. Kwanza, kama mtakuwa mnakumbuka, kuna wakati ambapo nilijaribu kuhoji wakati uongozi wa Simba chini ya Murtaza Mangungu ambaye ni mwenyekiti walienda kusaini mkataba na kampuni ambazo ziko nahusiana na wanachama, kusajili wanachama. Lakini kwenye zile hatua pale, kwenye kila kitu ambacho kimefanyika pale, nilimwona mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambaye anawakilisha kwa upande wa Mo Dewji, na maanisha Crescentus Magori, naye alikuwepo pale. Maswali yangu akawa najiuliza, Crescentus Magori kwa nini yuko pale? Kwa nini alienda kufanya kitu gani? Sawa, tunajifahamu ni mwana Simba, tunafahamu ni mtu ambaye ameshika nyadhifa tofauti, lakini kwa sasa ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Kwenye swala wanachama, bodi ya wakurugenzi inahusikaje? Lakini kama itoshi, nishaje kuzungumza hicho kitu, lakini ukija kwenye hatua nyingine unakuja kuangalia hasa katika eneo la kusajili wachezaji. Kuna baadhi ya wachezaji ambao tukuona kwa maana ya Mo Dewji akihusika kuwasajili wa wachezaji, lakini siku za hivi karibuni tunaona kabisa Mo Dewji yuko na Elie Mpanzu pamoja na bodi ya wakurugenzi pamoja na CEO wako pale wanamsainisha Elie Mpanzu kibisawala. Kuna maswali ambayo unaweza kujiuliza hapo. Mo Dewji ni muda gani na kwa mchezaji gani alishawahi kuhusika moja kwa moja kwenda kusimama mbele na kusainisha wachezaji? Ni muda mrefu, inawezekana sana, lakini kwa mazingira ya hivi karibuni hatujai kuona. Kwa nini sasa ameenda kusimama mbele ya Elie Mpanzu kibisawala na kukaa mbele kwenda kusainisha kuongeza mkataba wa Elie Mpanzu kibisawala? Pale kunaonekana kuna shida ambayo mimi binafsi najaribu kuchungulia kwenye mazingira yaliyopo sasa hivi. Kuna nguvu ambayo najaribu kuiangalia, ni kama Mangungu anazidiwa, pamoja na kwamba katiba nayo mkononi kama mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye amekabidhiwa, na ukiangalia pia maoni ambayo alikuwa ameyatoa mwanasheria mkuu yalikuwa yanahusiana na mandate, kuhusiana na mwenyekiti wa klabu ya Simba kuwa ndiye ambaye anaenda kusimamia kila kitu ndani ya klabu ya Simba. Lakini mpaka sasa inaonekana bado kama kuna nguvu hivi ambayo inavuta kwa maana ya uwezo wake au mamlaka yake ndani ya klabu ya Simba. Ukitazama namna ambavyo maelekezo yalivyokuwa yametoka, maelekezo ambavyo yalikuwa yametoka kutokana na katiba, kutoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali, tunaona kama kuna kitu hakijakaa sawa ndani ya Simba. Bado yale maelekezo kikatiba sidhani kama yanafuatwa vizuri. Ukitazama namna ambavyo uongozi wa mwenyekiti Mangungu ambaye ndiye mwenye katiba yake mkononi, ndiye kutokana na katiba iliyopo sasa hivi kulikuwa na haja ya kumuona yeye ndo anaenda kusainisha wachezaji. Kuna mabadiliko hapa ambayo yanaonekana, ambayo yalielekezwa na mwenyekiti kwa maana ya mwanasheria mkuu wa serikali, kutokana na ushauri wa bodi ya wadhamini ya Simba ambao iliomba ushauri na wakapewa miongozo ya kurekebisha baadhi ya vifungu ambavyo sasa vimeenda moja kwa moja kuitoa bodi ya wakurugenzi ya Simba kwenye nafasi yake ya kuendesha Simba, kwa sababu katiba imetengenezwa upya. Sasa kama katiba imetengenezwa upya, kwa nini bado bodi ya wakurugenzi ya Simba bado ina operate kwenye majukumu ya Simba nje na kiongozi ambaye ndiyo mwenyekiti wa klabu ya Simba? Kuna baadhi ya vitu ikitokea katiba lazima vibadilike.
Na ndio maana najaribu kujiuliza, mara baada ya katiba hii ambayo imetoka kwa msajili, nini ambacho kinatakiwa kufuatwa? Maana yake ni nini? Itakiwa mwenyekiti, nadhani kulikuwa na haja ya kuambia wanachama, mara baada ya hapa tumepata katiba yetu ambayo kopi yake ni hii, ikizungumza tulivyobadilisha ni hivi. Sasa mara baada ya kubadilisha tunaenda kwenye hatua hii. Maana yake kuna hatua ya kwenda RITA ambao ndio wanasimamia maslahi ya wanachama, wawapitishe ili transformation ifanyike vizuri. Lakini pia kuna kitu cha muhimu sana cha kwenda FCC, tume ya ushindani, ambako pia natakiwa kwenda kufika mambo yote yakae sawa sawa, then mifumo ikae katika mfumo unaotakiwa. Hata kama kuna vitu ambavyo vinatakiwa wavifanyie kazi kama viongozi wa Simba, naamini kulikuwa na haja ya kueleza wanachama wa klabu ya Simba wafahamu mpaka sasa takribani mwezi mmoja, kwa maana ya katiba imepokelewa na mwenyekiti, nini kinachoendelea, nini ambacho kinaendelea ndani ya Simba. Unajua kuna wakati mnaweza mkatengeneza migogoro kwa sababu ya kushindwa kutoa kauli mapema, baada ya kushindwa kutoa maamuzi mapema kwa wakati unaostahili. Mimi nadhani kuna haja ya uongozi wa Simba kukubali kwamba kuna mabadiliko na kuambia wanachama kwamba mabadiliko haya wayapokee, wanayapenda hawayapendi, lakini yanaenda kuwanufaisha huko mbele ya safari. Nadhani kuna hofu ambayo pengine nahisi itakuwa ipo ndani ya uongozi wa Simba, ambayo hiyo hofu hiyo inawapelekea kushindwa kuamua kwamba tuanze kuambia wanachama na hatua zianze kufanyika hivi. Na za ndani kabisa nasikia kuna mvutano mkubwa sana ndani ya klabu ya Simba kuhusiana na hii katiba, na ndio maana kuna baadhi ya vitu vinafanyika nje ya mtazamo halisi wa katiba ambayo ilikuwa nafanywa marekebisho. Kwa hiyo mimi kama mwandishi wa habari nimejaribu kufikiria kwa sauti ambayo nadhani kila mmoja aanze kufikiria, na baadhi ya mashabiki wa Simba wameshaanza kuhoji katiba vipi na vipi, haijatoka, imeshatoka, lakini mbona hatuambii chochote? Nadhani kuna haja, kwa sababu hii katiba ni ya wanachama na ndio walifanya mabadiliko na ilienda kwa msajili kwa sababu ya kufanya idhinisho. Kuna haja hata kutoa statement yoyote, watu wafahamu baada ya katiba hii kupokelewa ndani ya mikono ya mwenyekiti, vitu gani vinatakiwa kufanyika. Maana yake taarifa ambayo nilizisikia pia kunatakiwa bodi ya wakurugenzi vunjwe, na maelekezo ya mwanasheria mkuu na kutoka FCC yalitoka kwamba kuwepo na mgawanyo, kwa sababu kuna watu waliweka pesa zao. Mfano mwekezaji aliweka asilimia bilioni 20, aliweka bilioni 20. Katika bilioni 20 ile kunatakiwa kwende kuangalia makubaliano ya pande zote mbili, kwa maana Simba Sports Club na Simba Sports Club Holding Company. Simba Sports Club Simba Sports Club na Simba Sports Club wakubaliane, kwa sababu Simba Sports Club Holding Company ilikuwa imevunjwa, kwa wakubaliane jinsi ya mgawanyo wao. Lakini pia kwenye hili kuna haja ya kurudisha mchakato mzima kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba. Huu mchakato ile uwe huru kabisa. Unatakiwa kutengenezwa pengine kamati ambayo itaenda kusimamia mchakato huu, ili kusiende kuodhiwa na watu ambao wataenda kutengeneza maslahi yao, na mwisho siku kwenda kurudisha Simba ambayo ilishindwa kucooperate kikatiba kutoka 2018 mpaka sasa. Kwa sababu kama nguvu ya Mangungu ikizidiwa nguvu kutoka na katiba hii, kuna namna ambayo hii katiba itaenda kuathiriwa na mazingira yaliyopo mle ndani. Kwa hiyo mchakato ni lazima kukubaliane kwamba pande zote mbili ambazo zilikubaliana, kutokana na makubaliano na FCC pamoja na mwanasheria mkuu, yale ambayo walishauriwa kuyafanya wayafanye. Lakini pia ningemuomba kama kwa ajili ya kukiweka vizuri kuweka vizuri mchakato huu, Murtaza Mangungu kama mwenyekiti wa klabu ya Simba atengeneze kamati ambayo itaenda kurahisisha haya mambo, ambayo hii kamati itazikutanisha hizi pande mbili kwa ajili ya kutafuta solution kwa hiki ambacho nakisikia ndani ya klabu ya Simba, kwamba kuna mvutano, kuna mgogoro, kuna kitu ambacho upande wa mwekezaji na upande wa mwenyekiti wanakigombea katikati hapa.
itaweza kukwamisha hizi harakati za kwenda kwenye transformation. Kuna kitu ambacho hakijakaa sawa mpaka sasa. Kwa mimi na binafsi ninajaribu kuangalia kwamba Simba ili itoke hapa ilipo, itengeneze thamani yake na utajiri mkubwa, ni lazima kwanza wakubaliane kwamba kuna mabadiliko ya kikatiba yamefanyika na yafuatwe kama ambavyo natakiwa mwenyekiti wa klabu ya Simba asimamie hiyo michakato. Mimi ndo hayo ambayo nilikuwa nazungumza sasa, kwamba nimesikia na za ndani kabisa ndani ya Simba kuna mgogoro mkubwa sana ambao upo kuhusiana na swala zima la katiba, na ndio maana taarifa haijatoka popote nini kinachoendelea, na inawezekana pia ikakwama kwa sababu pande mbili zinavutana. Kuna watu wanataka maslahi yao yazingatiwe zaidi, kwa sababu watu wa Simba waliopo ndani ya kwa mwekezaji pia ni wana Simba, wanaongoza Simba pia ni wana Simba. Kwa bado kuna mvutano ambao ndani yake unaenda kutengeneza mgogoro mkubwa sana. Mpaka sasa kama hakutakuwa na solution ya maana ambayo inaenda kutengenezwa, kwa maana ya Murtaza Mangungu kutengeneza kamati ambayo itaenda kutengeneza muundo sahihi wa kuelekea kwenye transformation na kuweka taratibu nzuri, maana yake ni nini? Kutakuwa na mgogoro mkubwa sana, kwa sababu kila mmoja anataka kujimegea kipande chake. Kuna watu wako upande wa mwenyekiti na kuna watu wako upande wa mwekezaji kwa maana ya Mo Dewji, kitu ambacho kinaenda kuivuruga Simba. Wana Simba na kuelekea inawezekana kukaa kugumu sana kuliko hata mlikotoka, kwa sababu katiba imerekebishwa, lakini kuna watu wataenda kuiodhi hiyo katiba na hakutakuwa na dawa tena nyingine. Ni hayo ambayo nilikuwa nazungumza. Mimi naitwa Lugano Israel, mpaka wakati mwingine, chao.